أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعات ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Sote tunafahamu kwamba tumekwisha kumaliza mwaka wa Kiislamu ambao unamaliziwa na mwezi wa 12 ambao ni mwezi wa Dhulhijja. Ni katika miezi ambayo ilikuwa mitukufu. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kwamba kumaliza mwaka wa 12 kwa mwezi mtukufu, akajalia kwamba kuanza mwaka Muislamu auanze kwa mwezi vile vile uliokuwa mtukufu, nao ni mwezi wa Muharram. Kwa hiyo sisi sote hivi sasa tupo katika mwezi wa Muharram. Ikiwa ni Muislamu, ni vyema kuweza kufahamu na kujua mwezi wa Muharram na zile hukumu zake, ahkamu Muharram wa ma yataallaq bihi, hukumu za mwezi wa Muharram na yale ambayo yanafungamana nayo. Na mwezi wa Muharram, wanasema ahlul ilmi, shahrullahi al-Muharram, mwezi wa Allah ambao ni mwezi wa Muharram, huwa awwalu shahri min al-ashhuri al-hijriya, ni katika mwezi katika ile miezi 12, ni katika mwezi wa mwanzo kabisa. Miezi yote tunajua kwamba ni 12. Kwa hiyo katika miezi 12, shahrullahi al-Muharram huwa awwalu shahri, ni mwezi wa mwanzo kabisa, min al-ashhuri al-hijriya, katika miezi ambayo ilikuwa hijria. Wa ahadu al-arba'ati al-ashhuri al-hurum, lakini vile vile ieleweke kwamba mwezi wa Muharram, moja katika mazia yake, kwanza ni mwezi wa mwanzo katika mwaka wa Kiislamu, lakini la pili vile vile mwezi wa Muharram unaingia katika miezi minne mitukufu, katika miezi minne mitukufu. Waqad bayyana lana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa hakika ametubainishia hilo mtume wa Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ahkam hadha ash-shahr al-warida fi kitabillahi ta'ala au fi sunnati al-mutahhara, kwamba mtume ametubainishia alayhi salatu wassalam hukumu za mwezi huu, mwezi wa Muharram, zile ambazo zilizokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, au fi sunnati al-mutahhara, au katika sunna iliyokuwa imetaharishwa. Wa min ahammi hadhihi al-ahkam ma yali, na miongoni mwa hukumu ambazo zilikuwa muhimu zaidi
ambazo zina ihtimam na kutolewa muhimu zaidi ni haya yafuatayo. Awalan, jambo la mwanzo, fadhlu shahrullahi almuharram. Kwanza ifahamike kwamba mwezi huu wa Muharram ni katika mwezi ambao una fadhila. Fadhlu shahrullahi almuharram, fadhila za mwezi wa Allah ambao unajulikana kwamba ni mwezi wa Muharram. Shahrul Muharram huwa min ash-shuhuri al-hurum, mwezi wa Muharram ni katika miezi ambayo ilikuwa mitukufu, allati a'zamaha Allah ta'ala wa dhakaraha fi kitabihi, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutukuza na akaufadhilisha na akautaja katika kitabu chake subhanahu wa ta'ala. Faqala, na akasema Allah jalla jalaluhu katika aya iliyokuwepo katika surati Tauba aya nambari 36, Allah anasema inna iddatash shuhuri inda Allah, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala 12 shahran, ni miezi 12 fi kitabillahi, katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana miezi ya Allah ambayo aliiweka katika huu ulimwengu na akawa ameizingatia miezi hiyo ni miezi 12 katika kitabu cha Allah, yauma khalaqa as-samawati wal ardh, tangu alipoumba mbingu saba na ardhi. Kwa maana miezi ni 12 na haijawahi kubadilika. Minha arba'atun hurum, kisha akasema Allah katika miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu. Katika hiyo miezi 12 kuna miezi minne mitukufu. Dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndio dini ambayo ilikuwa imara, ndio dini ambayo ilikuwa ya sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msidhulumu nyinyi, msifanye dhulma katika jambo la kuzifanyia dhulma nafsi zenu ndani ya miezi hiyo mitukufu. Kwa hiyo mwezi wa Muharram umetajwa ndani ya Qur'ani. Wapi? Kwanza umetajwa kwamba ni katika miezi 12, lakini pili umetajwa kwamba ni katika miezi minne. Katika hiyo idadi ya miezi 12 basi na mwezi wa Muharram umo, na katika hiyo miezi 12 kuna miezi minne, na katika hiyo miezi minne mwezi wa Muharram vile vile umo, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekupa taufiki wewe na akanipa taufiki mimi na akampa taufiki mwingine kuwemo ndani ya mwezi huu wa Muharram, na sasa ndio tunaishi nao mwezi wa Muharram. Kuna viumbe ambao wao walitarajiwa kufika katika mwezi wa Muharram lakini hawajafika, tayari wamekusha kuondoka duniani. Sasa Allah amekufadhilisha wewe, kukubakisha wewe ukabakia ndani ya mwezi huu mtukufu, mwezi wa Muharram. Hii ni fadhila ambayo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni neema ambayo juu yako Muislamu kuishukuru neema hiyo. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ikiwa kama mtazisabu neema za Allah mtoweza kuzihesabu. Ikiwa mtazisabu neema za Allah hamtoweza kuzihesabu neema za Allah. Wama bikum min ni'matin famin Allah, na hakuna neema yoyote ambayo ilikuwepo kwa nyinyi isipokuwa neema hiyo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Neema yoyote ambayo iliyokuwepo kwa nyinyi basi neema hiyo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa neema ambazo Allah alizokuwa amekupa wewe Muislamu ambaye unasikia maneno haya ni Allah kukubakisha wewe mpaka akakudirikisha mwezi huu shahrullahi almuharram, mwezi wa Muharram ambao ni katika miezi ambayo ilikuwa mitukufu. Wa sharafa Allah ta'ala hadha ash-shahr min bayni sa'iri ash-shuhur, na Allah subhanahu wa ta'ala akaupa sharaf mwezi huu, mwezi wa Muharram, min bayni sa'iri ash-shuhur, baina ya baki ya miezi mingineyo. Fasummiya bishahri llahi almuharram,
basi ukaitwa mwezi huu kuwa ni mwezi wa Allah ambao ulikuwa umetukuzwa, ndani yake ikawa kumeharamishwa mambo Muislamu anatakana asiyafanye mambo hayo, na ukawa umepewa utukufu. Faadhafahu ila nafsihi, Allah akauegemeza mwezi huo kwa nafsi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna mwezi wowote katika miezi 12 uliokuwa umeegemezwa na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa mwezi huu, mwezi wa Muharram. Hadithi zimethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mwezi wa Muharram unaitwa Shahrullahil Muharram, mwezi wa Allah ambao unajulikana kwa jina la Al-Muharram. Jambo hilo halipatikani, idhafa hiyo haipatikani katika miezi mingineyo. Sasa kule kuegemezwa Allah, kuegemeza mwezi huo katika nafsi yake, tashrifan lahu, ni kuutukuza huo mwezi, wa isharatan, na ni ishara ila annahu haramahu binafsihi, kwamba Allah ameutukuza huo mwezi yeye mwenyewe. Walaysa li ahadin min alkhalqi tahliluhu, asema kwamba Allah yeye mwenyewe mwezi ameutukuza, kadhalika akaharamisha mwezi huo kufanyika mambo ambayo Allah alikuwa ameharamisha hastaki kufanyika katika mwezi huo. Walaysa li ahadin min alkhalqi tahliluhu, wala hakuna kwa kiumbe yoyote yule katika viumbe au kwa yoyote katika viumbe kuhalalisha yale ambayo Allah alikuwa ameharamisha au akaufanya mwezi huo kwamba si mtukufu kama miezi mingine ilikuwa sio mitukufu. Hakuna atakayeweza, wakati Allah ameutukuza mwezi huo, hakuna mwingine atakayeweza kuondoshea utukufu wake. Au kuna mambo Allah ameharamisha wasifanye, wasidhulumu nafsi zao ndani ya mwezi huo. Mtu akasema kwamba unaweza ukadhulumu, unaweza ukahalalisha mambo yaliyoharamishwa. La, hakuna kiumbe yote atakayeweza kulifanya hivyo. Kama bayana Rasulullah, kama ambavyo alibainisha mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tahrim Allah ta'ala li hadhihi al-ashhur al-hurum, uharamu wa Allah ambao alikuwa ameharamisha kwa ajili ya miezi hii mitukufu minne, na kuitukuza miezi hii mitukufu minne. Wa min bainaha shahrullahil muharram, na katika hiyo miezi mitukufu baina ya miezi hiyo mitukufu basi ni mwezi wa Allah ambao ulikuwa Muharram. Lima rawahu Abu Bakrata, wa yale ambao alisimulia Abu Bakrata radhiyallahu anhu ani nabii kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam, qala, amesema mtume amesema katika hadithi ambayo ipo katika sahihi mbili, sahihi al-Bukhari kadhalika vile vile ipo katika sahihi Muslim. Na hii hadithi ipo katika daraja ya kwanza, hadithi ipo katika daraja ya kwanza katika zile daraja 7. Tunajua kwamba daraja ya mwanzo ni muttafaqun alayhi, daraja ya pili manfarada bihi al-Bukhari, daraja ya tatu manfarada bihi Muslim, daraja ya 4 ala sharti shaykhaini, Sheikh al-Bukhari wa Sheikh Muslim, daraja ya 5 ala sharti al-Bukhari, daraja 6 ala sharti Muslim, daraja 7 ala sharti ghairihima. Kwa hiyo ni daraja ngapi? 7. Kwa hiyo katika hizi daraja 7 hizi hadithi kuwa sahihi, basi hadithi hii ambayo tutaisoma iko katika daraja ya kwanza. Ni ipi? Muttafaqun alayhi. Hadithi hii mwafikiwa na Imam Bukhari na Imam Muslim katika usahihi wake. Kwa hiyo maana yake usahihi wake ni sahihi ambao ulikuwa umedhibitika, uko vizuri kabisa. Hadithi ya Abu Bakr radhiyallahu anhu anasema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna zamana, kwa hakika zama, qad istadara ka hayatihi, zama zinazunguka au zimekwisha zunguka ka hayatihi, kama vile katika haia yake. Maana zama zinazunguka, nyakati zinazunguka katika ule mweko wake na katika mzunguko wake ambao Allah alikuwa ameweka. Utaona inakuja usiku, unatoka usiku unaingia mchana, inamalizika siku ya Jumatatu, inakuja Jumanne, inatoka Jumanne inaingia Jumatano, inatoka Jumatano inaingia Alhamis,
kutoka Alhamis na kuja Ijumaa, na Ijumaa iliyopita tofauti na Ijumaa itakayokuja, na Jumatatu iliyopita tofauti na Jumatatu itakayokuja, na Alhamis iliyopita tofauti na Alhamis itakayokuja, na Jumapili iliyopita tofauti na Jumapili itakayokuja, kadhalika Jumamosi, kadhalika Jumatano, Jumanne na nyinginezo. Siku zinakwenda katika ile haia yake ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amefanini ameiweka. Yauma khalaqa Allahu samawati wal arda, tangia ile siku ambayo Allah aliumba mbingu saba na ardhi. Kisha akasema Mtume alayhi salatu wassalam, as-sanatu 12 shahran, mwaka ni miezi 12. Kwa maana mwaka una miezi 12. Mwaka wa Kiislamu una miezi 12. Minha arba'atun hurum, katika hiyo miezi 12 kuna miezi minne mitukufu. Na miezi 12 inozungumzwa hapo ni miezi ya Kiislamu, sio miezi Juni, Julai, Agosti, Septemba, Oktoba. Sio miezi hiyo. Hiyo haipo kabisa katika Qur'ani wala katika Sunna. Hakuna habari hizo. Hiyo ni miezi ambayo watu wameitunga wao wenyewe katika watu ambao wa kidunia, na inasemekana kwamba yalikuwa ni majina ya watu ambao watu walikuwa wakiabudia, kina Juni, kina Julai, kina Agosti, kina Septemba na mengineyo. Lakini ndio wazungu sasa walivyokuwa wanakusudia kuitawala dunia, wakaenda mashariki ya dunia, wakaenda magharibi ya dunia, wakaenda kaskazini ya dunia, wakaenda kusini ya dunia, na wakawa sasa wana zile tawala zao na zile tamaduni zao, wakawa wanafabidii sana ya kuweza kuziingiza na kuzipenyeza katika kila jamii ambayo watu wanaishi katika sehemu hii, na wakafanikiwa kwa kiwango ambacho kwa kikubwa sana. Na sio kufanikiwa tu, bali walichukua mpaka baadhi ya vitu ambavyo vitakavyokuwa wanasaidia. Wanaweza kaingia katika jamii wakakuta kuna baadhi ya madini, kuna baadhi ya rasilimali, wakazibeba wakazipeleka katika nchi yao, kwa sababu lengo lao wao nchi yao iendelee, na tamaduni zao vile vile zitawale. Na kwa hali kubwa sana waliweza kufanikiwa hivyo, kwa sababu wao walifanya bidii ya hali ya juu sana. Sasa na sisi Waislamu tunatakana tufanye bidii ya hali ya juu kuhakikisha kwamba Uislamu tunaueneza katika pande za dunia, katika kila kona ya dunia. Kadhalika vile vile na kila ambacho kilichokuwa Uislamu umekitilia muhimu, basi natakana kwamba sisi tufanye nini, tukifanye bidii hicho kuweza kuenea katika kila kona ya kidunia. Kwa hiyo miezi ile mingine kina Januari, Februari, March sio ambayo inakusudiwa hapa. Inakusudiwa hapa ni miezi ya Kiislamu: Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Thani. Umefahamu? Yani hiyo ndio inakusudiwa miezi hiyo. Kina Rajab, kina Shahru, kina Shaaban, kina Ramadhan, inakusudiwa hiyo. Shawwal, Dhulqa'da na Dhulhijja, miezi 12. Na inatakana ujue ghibu miezi hiyo. Kwa wewe ni Muislamu inatakana ujue ghibu hiyo miezi, na hiyo minne maana yake ujue pia ghibu. Sasa miezi ni 12 katika mwaka. Minha arba'atun hurum, Mtume akasema katika hiyo miezi 12 kuna miezi minne mitukufu. Thalathu mutawaliyatun, miezi mitatu imefuatana. Kisha Mtume alayhi salatu wassalam akaitaja miezi iliyofuatana, akasema Dhulqa'da, kwanza mwezi wa Dhulqa'da ambao sisi tunaita mfunguo pili. Na kwa nini ukaitwa mfunguo pili? Nani atajibu? Kwa nini ukaitwa mfunguo pili? Nani atajibu? Hatuna jawabu. Tumakuta wazee wanaita mfunguo pili na sisi tunaita mfunguo pili. Lakini kwa nini tukaita mfunguo pili? Kwa nini tukaita mfunguo mosi? Kwa nini tukaita mfunguo tatu, mfunguo nne, mfunguo tano, mfunguo sita? Kwa sababu wazee wamechukulia pale hifadhini hiyo. Ukija kuulizeni mara pili mjue wamechukulia pale mwezi wa Ramadhani. Tumefahamu mwezi wa Ramadhani ndipo walipoanza kuchukulia pale kwamba mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kufungwa. Kwa hiyo kwa kuwa mwezi wa kufungwa mwezi wa Ramadhani, kwa hiyo baada ya kufungwa tu sasa huu unaofuata
maana yake ni mwezi wa kwanza kula mchana, ndio mfunguo, maana yake unafungua. Tulikuwa tupo katika funga, sasa tupo katika mwezi wa kula mchana. Sikimefahamu? Yaani Kiswahili wamekipanga vizuri wazee. Akasema huu ni mfunguo mosi ambao ni mwezi gani? Shawwal. Maana yake kutoka katika mwezi wa Ramadhani, yani sasa tunakwenda katika mfunguo mosi, maana yake mfunguo wa mwanzo wa kufungua vinywa vyetu vya kula. Sikimefahamu? Akesha sasa utakuja mfunguo pili, maana yake kutoka katika mwezi wa Ramadhani. Kwamba mfunguo mosi kutoka mwezi wa Ramadhani tushaumaliza, tunakuja mfunguo pili, maana yake ni mfunguo pili katika kula kwetu sisi. Sikimefahamu? Na mfunguo tatu na mfunguo nne unaendelea zake. Kwa hiyo ujue kwamba hii mfunguo mosi maana yake imeegemezwa na mwezi wa Ramadhani, kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kufunga. Kwa hiyo mfunguo maana yake ndio unafungua wewe jambo la nini? La kula. Kwa hiyo maana yake ni sahihi katika Kiswahili chao hicho ambacho wazee walichokuwa wamekipangilizia. Lakini sasa mtu karithi tu, yeye hajui kwa nini mantiki ya kuitwa hivyo. Sasa kwanza leo ujue, inawezekana kwamba ile wewe akaja kuuliza mwanao, kwa nini ikaitwa mfunguo mosi, ikaitwa mfunguo pili? Akili zetu zinakuja kama ndio mwezi wa kwanza hivi mfunguo mosi. Simefahamu? Yaani mbona wazee wameita mfunguo mosi, mbona kama ndio mwezi wa kwanza huu? Sio mwezi wa kwanza, bali mwezi wa kwanza utakuwa ni mwezi wa Muharram. Simefahamu? Yaani wewe ujue ile miezi kuipangilizia. Mwezi wa kwanza ni mwezi wa Muharram. Kwa hiyo itakuwa mfungo ngapi? Mfungo 4. Mwezi wa pili ni Safar. Mfungo ngapi? Mfungo 5. Mwezi wa tatu Rabiul Awwal. Mfungo ngapi? Mfungo 6. Kwa hiyo tena utaendeleza wewe, lakini ujue kwamba mwezi wa tatu Kiislamu ni upi, mwezi wa 4 Kiislamu ni upi, mwezi wa 5 Kiislamu ni upi, mwezi wa 6 Kiislamu ni upi, mwezi wa 7 Kiislamu ni upi, mwezi wa 8 Kiislamu ni upi. Sasa akili za baadhi ya watu wakaona kwamba mwezi wa Ramadhani ndio utakuwa mwezi wa 12. La, hapana. Bali ukiipangilizia mwezi wa Ramadhani utakuwa mwezi wa ngapi? Mwezi wa 9. Umefahamu? Na huu mfungo mosi unaitwa mfungo mosi ndio utakuwa mwezi wa 10. Na mfungo pili utakuwa mwezi wa 11. Na mfungo tatu utakuwa mwezi wa 12. Tumefahamu? Kwa hiyo ufahamu hivyo. Lakini kuita kwao mfungo mosi usije ukasema wamezusha bidaa. Hakuna bidaa hapo. Mbona jambo liko wazi kabisa. Tumefahamu? Jambo liko wazi, kwa maana ni sahihi kabisa. Na wazee wa zamani Kiswahili hasa walikidhibiti vizuri sana. Lakini sisi ikawa kama kile Kiswahili tumerithishwa na hatukuwa ni wenye kuuliza na hatukuwa kwamba ni wenye kukidadavua, ndio matokeo yake kama hatujui kilichokuwa kimefungamana ndani yake. Kwa mfano Unguja. Unguja tushaikisema. Yaani Unguja imeitwa Unguja kwa sababu kuna mambo ambayo yalikuwa yakipatikana kwa wingi sana. Kwa hiyo wakakifunga kile Kiswahili kile, wakakifunga wakakiweka katika mfungo maalum, ndio ikaitwa Unguja. Lakini mtu kimuuliza kwa nini inaitwa Unguja, hajui. Anajua kwamba Unguja na Pemba ni sehemu mbili tu zilizokuwa zimefungamana na vitu kama hivi, ndio ikaitwa Zanzibar. Lakini Zanzibar haikuwa kwamba Unguja na Pemba tu. Zanzibar ilikuwa sehemu kubwa sana. Dar es Salaam ilikuwa Zanzibar. Tanga ilikuwa ni Zanzibar. Sijui Bagamoyo ilikuwa ni Zanzibar. Bali Zanzibar ilikuwa ni kubwa mno. Tumefahamu? Lakini ikawa imeliwa mpaka vikabakia visiwa viwili, Unguja na Pemba. Sasa Unguja kulikuwa kuna masala ya elimu ya dini mengi sana. Wanachuoni wengi walikuwepo zama hizo. Na watu walikuwa wanasomeshana sana katika masala ya elimu. Kwa hiyo ndio wakasema uungu hujaa. Yaani mambo ya kiungu yamejaa. Uungu maana yake ule uungu ule hujaa. Simefahamu? Kwa hiyo ndio ikaunganishwa sisi ikaitwa Unguja. Maana yake uungu ndio mambo ya kiungu, ujaa maana yake yamejaa. Lakini sasa Kiswahili huwezi ukakiona utaona Unguja tu. Simefahamu? Maana yake hijaa maana yake ndio ujaa. Sasa maneno yakaunganishwa yakaondoshwa utata wake kusomwa, baadaye ndio ikapatikana Unguja. Simefahamu? Lakini ujue kwa maana uungu nyote mnafahamu ndo nini? Uungu akesha ujaa maana yake umejaa.
uungu. Maana mambo ya kiungu kuja vijana kweli, maana wanachuoni wa tafsiri ya Qur'ani, wanachuoni wa hadithi, wanachuoni wa lugha, wanachuoni wa kadha, wanachuoni wengi walikuwa wapo wamepita katika miji kabla ya mapinduzi. Yaani watu wanatoka sehemu za mbalimbali, wanatoka Morocco huko, wanatoka Misri, wanatoka Komoro, wanatoka sehemu za mbalimbali wanakuja kusoma Unguja. Na zamani ilikuwa watu wanafunga mpaka vilemba vile, mifungo yake ilikuwa manake kwa fani, sio kwamba mtu anafunga tu kilemba. Yaani ikionekana mfungo huo inajulikana tena kilemba hicho kwamba anapewa na shekhi wake, kwamba kilemba hichi mfungo huu manake huyu amebobea katika swala, kilemba hichi kwa mfungo huu huyu amebobea katika nahwu, kilemba hichi kwa mfungo huu huyu amebobea katika fiqh, kilemba hichi kwa mfungo huu huyu amebobea katika fani fulani. Na watu walikuwa kweli na hitimamu kubwa sana ya kielimu, bali ilikuwa zamani mtu akiandika barua tu ikiandikwa tu ile barua inapelekwa Misri, Saudia, Kuwaiti, Katari, inajulikana kwamba mwandiko wa shekhi fulani, kwamba kama kijana wake kampeleka kule kusoma, ilikuwa ni barua tu, barua inaandikwa, fatana na barua hii, fika kule sema kwamba barua hii inatoka kwa shekhi fulani, basi barua hiyo ndio inakuwa sababu ya yeye kwamba kukaa kule kusoma. Simefahamu, lakini yametoweka, na kwa sababu mabara kila leo yanaekewa kanuni, yanaekewa sheria, yanaekewa mambo mengi, na kwa sababu uhalifu ni mwingi sana, sasa ndio maana ukakuta kwamba kuna vidhibiti na vizuizi, mpaka ukaingia nchi nyingine inakuwa umefanya kazi na tayari vile vielelezo umekwisha kuvipata. Sasa haya masala ni mafungamano au ni lugha ya Kiswahili ambayo ilikuwa inafanini imefungwa. Kwa hiyo tunaposema mfungo mosi, maana yake ni sahihi kutokea katika mwezi wa Ramadhani, lakini mwezi wa kwanza Kiislamu ni huo mwezi ambao tunaoendelea nao kuelezea, mwezi wa Muharram. Kwa hiyo anasema Mtume akaitaja ile miezi mitukufu, minha arba'atun hurum, thalathu mutawaliyatun, Dhulqa'da, mwezi wa kwanza ni mwezi wa Dhulqa'da, wa Dhulhijja, na mwezi wa pili ni mwezi wa Dhulhijja. Dhulqa'da tumesema ni mfungo wa pili, lakini ni mwezi wa 11. Wa Dhulhijja tunasema kwamba ni mfungo tatu, lakini ni mwezi wa 12. Wa Muharram, na mwezi wa Muharram. Kwa hiyo hii ni miezi mitatu ambayo imefuatana. Hiyo kutoka Dhulqa'da, Dhulhijja, kisha mwezi wa Muharram, miezi mitukufu hii mitatu. Wa Rajab Mudhar, na mwezi wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Shaaban, ambao upo baina Jumada na Shaaban. Jumada thani, yani baina zile Jumada al-ula, Jumada thani na nini na Shaaban. Maana hapa katikati ndio kuna mwezi wa Rajab. Waqad rajjaha ta'ifatun min al-ulama'i, na kwa hakika wametilia nguvu kundi katika wanachuoni, anna Muharram, kwamba mwezi wa Muharram afdalul ashhuril hurum, ni katika miezi au ni mwezi uliokuwa mtukufu mno katika ile miezi mitukufu minne. Tuna mwezi wa Dhulqa'da, tuna mwezi wa Dhulhijja, tuna mwezi wa Muharram, na kuna mwezi wa Rajab. Wakasema baadhi kundi la wanachuoni, sio kwamba wote, lakini ta'ifatun, kundi la wanachuoni wao wakasema kwamba katika miezi au katika mwezi uliokuwa mtukufu wao zaidi katika miezi minne ni mwezi wa Muharram. Kwa nini? Kwanza umefanywa idhafa ya kuegemezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na mengineyo yatatajwa. Qala Ibn Rajab, amesema Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, wa qad ikhtalafa al-ulama'u, na kwa hakika wametofautiana wanachuoni fi ayi ashhuril hurum afdal, ni mwezi gani katika miezi minne ambayo ilikuwa ni nini, ni miezi ambayo ilikuwa mitukufu, mwezi gani katika ile miezi minne upi ambao ulikuwa mtukufu zaidi na wenye fadhila zaidi? Faqala al-Hasan, akasema Hasan al-Basri wa ghayruhu, na wengineo, afdaluha shahrullahi al-Muharram, bora katika miezi hiyo ni shahrullahi al-Muharram, ni mwezi wa Muharram.
warajahahu ta'ifatun min almutaakhirin, na wakati ya nguvu kauli hiyo kundi katika wale wanachuoni ambao walikuwa wamekuja mwisho katika wanachuoni, katika kundi la wanachuoni vile vile. Yaangalie hayo katika Lataiful Maarif katika sahifa ya 70. Kundi na katika wale wanachuoni wakati ya nguvu kauli hiyo. Wayadullu ala hadha, na inajulisha jambo hili ma akhrajahu an-Nasa'i, ni ile hadithi ambayo alisimulia Imam Nasa'i wa ghayruhu na wengineo, an Abi Dharr, kutoka Abi Dharr radhiyallahu anhu qala, amesema sa'altu an-nabiyya, nimemuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, ayul layl, ni usiku gani khairun, ulikuwa bora, wa ayu ashhuri afdal, na mwezi gani ambao ulikuwa bora. Faqala, mtume akasema khairul layli jawfuhu, bora ya usiku ni ule usiku ambao uliokuwa pinga pinga la usiku lile kuanzia saa 7, saa 8, saa 9 huko, ndio usiku ambao uliokuwa bora. Wa afdalul ashhur, na bora ya mwezi shahrullahi, ni mwezi wa Allah, alladhi tad'unahu almuharram, ambao nyinyi mnaoita mwezi huo ni mwezi wa Muharram, ambao huo ni mwezi ambao ulikuwa mtukufu. Hadithi hiyo amesimulia Imam Nasai kutokana na hadithi ya Abu Dharr katika Sunan al-Kubra, kadhalika kutokana na hadithi ya Abu Huraira amesimulia Imam Darimi wa Ahmad, na vile vile amesimulia Imam Ahmad wa Tabarani wal Bayhaqi wa an Jundub ibn Sufyan, na vile vile kutoka Jundub ibn Sufyan amesimulia hadithi hiyo an-Nasai wal Bayhaqi na wengineo katika maulama. Wal hadithu sahihun, na hadithi ni sahihi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa akasema kwamba mwezi huo mwezi wa nini? Mwezi wa Muharram. Qala Ibn Rajab, amesema Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, wa itlaquhu fi hadha alhadith, na kutajwa kwake katika hadithi hii afdalul ashhur mahmulun ala ma ba'da Ramadhan, ni wenye kubebwa, manake kauli hiyo ni yenye kubebwa baada ya mwezi wa Ramadhani. Unafahamu? Baada ya mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao uko bora sana, kama fi riwayat al-Hasan al-Mursal, kama ilivyokuja katika riwaya Hasan al-Mursal. Kisha akasema ahlul ilm, wa min ahammi ahkami hadha shahr, na miongoni mwa hukumu ambazo kwa muhimu sana katika mwezi huu, awalan tahrimul qital fihi, kwanza uharamu wa watu kupigana katika mwezi huo. Ni haramu watu kupigana katika mwezi huo, haifai haifai kupigana katika miezi mitukufu. Famin ahkami shahrullahi almuharram, miongoni mwa hukumu za mwezi wa Allah Muharram, tahrimu ibtida'i alqital fihi, ni haramu wa mtu kuanza kupigana katika mwezi huo wa Muharram. Lakini sasa ametokezea mtu akakupiga wewe, akikupiga na maana na ulipize kisasi. Simefahamu? Yaani mtu anakuja na akupiga kibi, akwambia toa pesa na kadha, mwezi mtukufu, hizi hapa na nyingine ziko mfuko nyuma. Ifai, lazima upambane. Simefahamu? Udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Allah anasema hivi, wameruhusiwa wale ambao wanapigana kwa sababu udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu, wameruhusiwa wale ambao wanapigana kwa sababu wao wamedhulumiwa. Wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, na kwa hakika Allah juu ya kuwanusuru hao wenye kudhulumiwa, basi yeye ni mwenye kuweza. Na Uislamu umehimiza hivyo, sio kwamba wewe uregerege. Uislamu hujataka regerege, simefahamu? Sio kwamba ameingia, umesikia purukushani ndani ya nyumba yako, mke wako anakuambia mbona nasikia purukushani huko uani vipi, hebu toka kidogo mwangu, nenda kaangalie. Sionyesha dhaifu kwa mke wako, sema kwani si mlango ule wa kuingia huko kumbini umefunga? Basi kama umefunga na baadhi ya vitu simeondosha, hilo libakia mwacha hivi, utanua vingine tu. Toka chukua panga hivi akasha tayari. Yuko wapi mkangu? Sina kumbuka wale jamaa mkata kichwa. Si jamaa kama kajificha hivi anaweza kachupa yeye mwenyewe. Akaona huyu jamaa kumbe ua huyo. Kwa bei ni hofu inakuandama hapo, lakini umejikaza. Tumefahamu?
hofu imekuandama, lakini ufanye umejikaza, na ndivyo ambavyo Uislamu unavyotaka. Man qutila duna malihi fa huwa shahidun, mtu ambaye atakipigana kwa ajili ya mali yake, basi huyo ni nani? Ni shahidi. Simefahamu? Kwa hiyo wewe unatakana kwamba ufanye hivyo. Au mfano unatoka na mke wako umempakia kwenye chombo, umetokezea vijana wahuni au majambazi, akwambia chagua moja katika mawili, ima tuachie Vespa au Honda, au uondoke na mke wako, au tuachie mke wako uondoke na chombo chako. Kama wewe unafanya nini hapo? Unaona mtihani mbona mgumu? Ambie siku nyingi nilikuwa natafuta watu wa sampuli kama nyinyi yani. Siku nyingi nilikuwa natafuta, kwa pengine una hofu lakini kwamba ndio unajikaza. Siku nyingi nilikuwa natafuta tu wa sampuli kama nyinyi. Na niliambiwa kwamba ukipita sehemu fulani utakutana nao, na leo nimekutana nao. Na imekuwa vizuri kukutana na nyinyi. Kwa sababu mimi binafsi mwenyewe huko yani nilitoka jela kwa sababu nipambana na watu kama 50 tunataja idadi. Sasa leo na kilichoniingiza jela nilikutana na vikundi vya watu kama 10 hivi na nikawaua 3. Sasa leo mnanikumbusha zile enzi zangu. Kumbe una chochote ulichokifanya. Hofu imekuandama, lakini kwamba ile kujikaza ndio Uislamu unaotekana. Sasa mtu mmoja ilikuwa hivyo hivyo. Ametoka, yeye alikuwa sio mke wake bidhabti, ametoka huko njiani, kuna mwanamke tu usiku amempakia katika Vespa. Kufika njiani maeneo ya Marhubi, maarufu hiyo sehemu Marhubi, usiku yani. Kufika Marhubi pale vijana wale wamemakumbi wale wahuni usiku, wengine wa marungu, wengine na wagongo, wengine na kadha, wakamsimamisha baba. Jamaa akasimama, Vespa mpya nyekundu. Kusimama wale wakamwambia zima Vespa. Jamaa akazima Vespa. Chagua moja katika mambo mawili, ima utuachie mke wako uondoke na Vespa yako, wao wanajua mke wake tu, kumbe kampa lift tu huko nyuma, au uchukue Vespa yako utuachie mke wako. Ima umwache mke wako hapa uondoke na Vespa yako, au uondoke na mke wako uache Vespa. Kaambia Vespa yangu mimi naitaka. Vespa yangu mimi naitaka. Tapachieni huyu mwanamke. Mwanamke sasa akaanza kulia. Wanawake bana ni mdhaifu sana. Kwa sababu hujui ndio nataka mimi nikafanye mambo machafu. Akamwambia wewe lia asilie, mimi Vespa yangu naitaka. Simefahamu? Basi jamaa wale wakaona na maneno yale mwanamke anolia na vitu kama hivyo. Jamaa Vespa kaburuta yule. Kuburuta mbele, wale ndio wanaona jamaa nda zake tu ile. Kumbe jamaa alikuwa na bastola bana. Akampiga moja na mguu. Ana bastola. Wakakimbia mbio, akarudi akamchukua yule mwanamke, kisha akafanya nini? Wakaendelea na safari yao. Basi yule mwanamke kushukuru anataka, lakini ile akili ilikuwa ishaparaganyika mpaka akafika katika sehemu ambayo walikuwa wamefikia. Kwa hiyo Uislamu bana unahimiza katika mazingira ambayo yalikuwa muhimu sana ili uwe katika hali ambayo ilikuwa ya sawa. Naam. Kwa hiyo miezi mitukufu kumeharamishwa ndani yake kupigana, na jambo hilo kuanza mapigano. Na anasema al-Imam Ibn Kathir alayhi rahmatun min Allah, anasema wakati alipokuwa akitolea maelezo jambo hilo, anasema qad ikhtalafa al-ulama, na kwa hakika wametofautiana na wanachuoni wamekhtalifiana fi tahrim ibtida'i al-qital fi shahr al-haram, hal huwa mansukh au muhkam ala qawlayn, kwamba wametofautiana kuhusiana na uharamu wa kuanza kupigana katika mwezi mtukufu. Je, jambo hilo limefutwa au kwamba ni muhkam lenye kufanya kazi? Jambo hilo anasema lipo kauli mbili. Asema ahluhuma wa huwa al-ashhar, na asema kauli ya mwanzo nayo ndio ilikuwa maarufu annahu mansukhun, kwamba limefutwa li'annahu ta'ala qalaha huna fala tadhlimu fihinna anfusakum, kwamba Allah amesema msidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu. Wa amara biqitali al-mushrikina, na akamrisha jambo la kupigana na washirikina. Wal qawl al-akhar, na kauli ya pili, anna ibtidaa al-qital fi shahri
alharam haramun, kwamba jambo la kuanza kupigana katika mwezi mtukufu ni jambo la haram. Wa annahu lam yusakh tahrimu shahr alharam, na kwamba hapajafutwa uharamu wa mwezi ambao kwa mtukufu, liqaulihi ta'ala, yani hajafutwa jambo la kupigana katika mwezi mtukufu. Akasema kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ash-shahru al-haram bi-shahri al-haram, mwezi mtukufu kwa mwezi mtukufu. Ikiwa mmepigana katika mwezi mtukufu na nyapigeni katika mwezi huo mtukufu. Wal hurumatu qisasun, na mambo ambayo yalikuwa matukufu yamewekewa kisasi. Faman i'tada, kisha Allah akasema yoyote ambaye atakayechupa mipaka alaikum juu yenu kufanyeni dhulma, fa'tadu alayhi bimithli ma atada alaykum, basi na nyinyi mchupieni mipaka juu yake, kwa maana lipizeni kisasi kwa mfano vile vile ambavyo walivyokuwa wamekuchupieni mipaka nyinyi. Wakala, na vile vile akasema fa idhan salakha al-ashhurul hurum faqtulul mushrikina, na ikimalizika miezi mitukufu basi waueni washirikina, pambaneni nao. Waqad kanat al-arabu tu'azzimuhu fil jahiliya, na walikuwa Arabu wakitukuza miezi mitukufu, kwa maana huo mwezi wa Muharram walikuwa wakiutukuza. Wakana yusamma bi shahri llahi al-asam, walikuwa kiita kwamba shahrullahi al-asam min shiddati tahrimihi, kutokana na ule ukubwa wa kule kuharamishwa kwake mambo ya mapigano. Wasaumu fi shahri al-muharram min afdal tatawwu'i, na jambo la kufunga katika mwezi wa Muharram ni katika funga za sunna ambazo zilikuwa bora mno. Faqad akhraja Muslim, kwa hakika amesimulia al-Imam Muslim, min hadithi Abi Huraira, kutokana na hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, anna an-nabiy, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam qala, amesema afdalu siyam, bora ya funga, baada shahrullahi al-muharram, baada shahr Ramadan. Afdalu siyam, bora ya funga baada shahr Ramadan, baada mwezi wa Ramadhan. Shahrullahi, ni mwezi wa Allah, alladhi, ambao tad'unahu al-muharram, ambao nyinyi mnaita kwamba ni mwezi wa Muharram. Wa afdalu salati baada al-fariida qiyamul layl, na bora ya swala baada ya swala faradhi ni kisimamo cha usiku. Kwa hiyo miongoni mwa hukumu zake na fadhila zake, jambo la pili ni fadhlu siyamihi, ni ule ubora kufunga kwake katika mwezi huo wa nini, mwezi wa Muharram. Bayana Rasulullah, amebainisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam fadhlu siyami shahrullahi al-muharram biqawlihi afdalu siyami ba'da Ramadan shahrullahi al-muharram, bora ya funga baada ya mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao wanani, mwezi wa Allah ambao unajulikana kwa jina la Muharram. Hadithi ipo katika sahihi Muslim. Kwa hiyo funga itakayofungwa katika mwezi wa Muharram ni funga ambayo ilikuwa bora sana baada ya Ramadhani. Sisi tumefahamu, baada ya mwezi wa Ramadhani funga ambayo itakufungwa katika mwezi wa Muharram ni funga ambayo ilikuwa bora. Kwa hiyo ikikupitikia wewe Jumatatu, funga katika mwezi wa Muharram. Alhamisi, funga. Masiku meupe ambayo bado hayajafika, funga. Sisi tumefahamu. Kadhalika vile vile, kama una uwezo wa kufunga, funga na billahi Daud, ukafunga siku kafungua siku, ukafunga siku kafungua siku, pia funga katika mwezi huo. Wakhtalafa ahlul ilmi, wamekhtalifiana wanachuoni fi madululi alhadithi, katika kile ambacho kinachojulishwa na hadithi. Hal yadullu alhadithu ala siyami shahru kamil, je, inajulisha hadithi hii juu ya kufunga mwezi mzima uliokuwa umekamilika, au aktharuhu au aktharihi, au wingi wake. Wa dhahiru alhadithi, na dhahiri hadithi wallahu a'lam, yadullu ala fadli siyam shahr almuharram, inajulisha juu ubora kufunga mwezi wa Muharram. Baadhi yao wanasema kamilan, baadhi yao wanasema kwamba kukamilifu. Wa hamalahu baadhi ulama, na wakachukua hadithi hiyo baadhi ya maulama ala targhib fi ikthar min as-siyam fi shahr al-muharram la sawmihi kullihi, asema bali ni kukithirisha tu, sio kufunga mwezi wote wa Muharram. Liqawli Aisha, wa qawli Aisha radhiyallahu anha, aliyosema ma raaitu Rasulullah, mimi sijapatapo kumuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam istakmala siyama shahri qattun illa Ramadan, akikamilisha
mwezi mzima kwa kufunga isipokuwa mwezi gani? Mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo mtume mwenyewe hajapata kukamilisha kufunga mwezi mzima isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Wama raaituhu fi shahri akthara minhu siyaman fi Shaaban, wala sijapatapo kumuona mtume akikithirisha kufunga sana kwa wingi sana isipokuwa mwezi wa Shaaban. Kwa hiyo mwezi wa Muharram hapajapokelewa kwamba mtume alikuwa akithirisha kufunga, pamoja na kwamba yeye ndiye aliyosema bora ya funga baada ya Ramadhani ni mwezi wa Muharram, mtu akifunga katika mwezi wa Muharram. akhrajahu Muslim, hadithi ya Muslim Imam Muslim. Walakin qad yuqal, lakini huenda pakasema inna Aisha radhiyallahu anha dhakarat ma ra'atuhu huna, Aisha ametaja kile ambacho yeye alichokuwa amekiona, amesimulia kile ambacho alichokuwa amekiona, wa annahu huna kile ambacho alichokiona. Walakinna an-nass yadullu ala siyami shahri kamilan, lakini nasi inajulisha juu kufunga mwezi mzima. Watu wenda akasema hivyo, lakini kiusahihi hata ikiwa kwamba Aisha ndio alikiona yeye ile zamu ikizunguka bado mwezi wa Muharram atakuwa yeye amekutana nao, simefahamu, na nyumba zake mtume zilikuwa ziko ni karibu. Kwa hiyo hapajapokelewa kwamba mtume alikuwa akikithirisha kufunga mwezi wa Muharram, isipokuwa wewe ile funga utakayofunga ambayo ukaifunga katika mwezi wa Ramadhani, katika funga zilizo zimethibiti za sunna, basi patikana fadhila ambayo ilikuwa kubwa kwa kweli. Thalithan, jambo la tatu, shahrullahil muharram wa yawm ashura, mwezi wa Allah Muharram na siku ya Ashura. Ashura huwa yawmul ashiru, ni siku ya ngapi? Ni siku ya 10. Na hii ndio ambayo ilikuwa imetusukuma sisi hasa kuzungumza leo katika kikao chetu hichi. Yawm Ashura, siku ya Ashura. Anasema min shahri Muharram, hiyo ipo katika mwezi wa Muharram, siku ya mwezi 10. Walihadha yawmu maziyya, walihadha, na kwa ajili hii anasema walihadha liyawmi maziyatun, na ina siku hii ubora, walisawmihi fadlun, na kufunga kwake ina fadhila. Qad ikhtassahu Allah ta'ala bihi, bali Allah subhanahu wa ta'ala amehusisha funga hiyo katika mwezi wa Muharram. Wa hatha alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na akahimiza juu yake mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kuifunga siku hiyo yaumu Ashura, na Allah ameiweka katika mwezi wa Muharram. Na hapa baadhi ya wanachuoni wakasema kutokana kuwepo yaumu Ashura katika mwezi wa Muharram, basi mwezi wa Muharram ndio kama mtukufu zaidi. Lakini baadhi ya wanachuoni wakasema hapana, bali 10 la mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja ndio ambalo lilikuwa linaonyesha kwamba mwezi wa Dhulhijja ni mtukufu zaidi, kwa sababu ndani yake kuna siku ya Arafa, kuna siku ya yaumu Nahri. Tunafahamu bado kuna ikhtilafu baina ya ahlul ilm, baina kufadhilisha baina mwezi huu na mwezi huu. Kundi likaenda likaufadhilisha mwezi wa Muharram na kundi likaenda likaufadhilisha mwezi wa Dhulhijja. Tunafahamu wakasema kwamba hata katika siku ya mwezi wa Dhulhijja, katika siku ya Arafa, Allah anateremka tena katika mchana wa yaumu Arafa. Hili halipo katika mwezi wa Muharram. Kwa hiyo itabakia kwamba mwezi wa Dhulhijja ile 10 lake la mwanzo ni bora. Sikimefahamu alimbali kwamba kuna ikhtilafu kubwa sana katika masala haya. Kisha akasema fadhlu yaumi Ashura, fadhila ya siku ya Ashura. Siku hii huwa yaumu alladhi anja Allah ta'ala fihi nabiyahu Musa alayhi salatu wassalam wa qaumahu, ni siku ambayo Allah amemuokoa mtume wake Musa na watu wake. Wa aghraqa Firauna wa qaumahu, na Allah kamwangamiza Firauni na wale waliomfuata Firauni katika watu wake Firauni. Fasamahu Musa shukran lillah, Nabiyullah Musa akaifunga siku hiyo kwa kumshukuru Allah. Thumma samahu nabiyu, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaifunga hiyo. Lima rawahu Ibn Abbas, kwa dalili ya hadithi ambayo alisimulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala, amesema qadima Rasulullah, amefika mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam yauma Ashura, siku ya Ashura. Amefika wapi? Al-Madina, amefika katika mji wa Madina. Fawajada al-yahuda yasumuna yauma Ashura, akawakuta mayahudi wanaifunga siku ya Ashura. Fasuilu an dhalika, basi wakaulizwa kuhusiana na siku hiyo. Faqalu, wakasema hadha al-yawm alladhi adhhara Allah fihi Musa,
Hii ni siku ambayo Allah alimpa ushindi ndani yake mtume wake Musa wa bani Israil, na wale wana Israili waliomfuata Musa, ala Firauna, dhidi ya Firaun. Fanahnu nasumu ta'dhiman lahu, basi sisi tunaifunga siku hii kuitukuza. Faqala Rasulullah, basi mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam baada ya kusikia maneno hayo kutoka kwa Mayahudi akasema, nahnu aula bi Musa minkum, sisi ndio ambao tunastahili zaidi kwa Musa kuliko nyinyi. Fa amara bisiyamihi, mtume akaamrisha kwamba ifungwe siku hiyo. Wa fi riwayati li Muslimi, katika riwaya ya Muslim, fasamahu Musa kaifunga siku hiyo shukran, kwa kumshukuru Allah. Fanahnu nasumuhu, na sisi tunafunga vile vile kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Walinabii, na kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fi siyami ashura 4 halat, kuna hali 4. Alhalatul ula, hali ya mwanzo, anahu kana yasumuhu bi Makkah, kwamba alikuwa akifunga katika mji wa Makkah. Wala yaamuru nasa bisawm, wala alikuwa haamrishi watu kufunga. Fa fi sahihaini, katika sahihi mbili, qalat Aisha radhiyallahu anha, amesema Aisha radhiyallahu anha, kanat ashura yawman tasumuhu quraish fil jahiliya, siku ya Ashura ilikuwa ni siku ambayo wanafunga makuraishi katika jahiliya. Wakana nabiyu, na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yasumuhu, akifunga siku hiyo. Falamma qadima almadina, zama alipofika katika mji wa Madina, samahu, akaifunga siku hiyo. Wa amara an-nasa bisiyamihi, na akamrisha kuamrisha watu kuifunga siku hiyo. Falamma nazalat faridha, zama ilipoteremka faradhi, kwa maana faridha shahr Ramadhan, ilipoteremka faradhi ya kufungwa mwezi wa Ramadhan, kana Ramadhan huwa alladhi yasumuhu, ilikuwa Ramadhani ndio ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga. Fataraka sawma ashura, mtume sallallahu alaihi wasallam akaacha kufunga siku Ashura. Faman shaa samahu wa man shaa aftara, yule ambaye atakayetaka atafunga siku ya Ashura, na yule ambaye atakayetaka kwamba atafanya nini, atafungua. Maana ya kuacha, mtume anajulisha kwamba hiyo funga ni funga ya nini, ni funga ya sunna. Umefahamu? Inajulishwa kwamba ni funga ya sunna, na mwanzo ilikuwa kwamba ni lazima mtume kufunga funga hiyo ya Ashura. Wa fi riwayati al-Bukhari, na katika riwaya ya Bukhari, waqala Rasulullah, na akasema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, man shaa falyasum wa man shaa aftar, yani yule ambaye atakitaka atafunga na atakitaka atafanya nini, atafungua. Alhalatu thaniya, hali ya pili, anna nabiyya, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam, lamma qadima almadinata, zama alipofika katika mji wa Madina, waraa siyama ahli alkitabi lahu, na akaona watu wa kitabu kuifunga siku hiyo, wa ta'dhimahum lahu, na kule kutukuza kwao kuitukuza siku hiyo. Mtume alipokuona kutoka kwa wao akilifanya jambo hilo, wakana yuhibbu muwafaqatahu, na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqatahu fima lam yu'mar bihi, katika kuafikiana na jambo hilo katika yale ambayo alikuwa kwamba yeye hakuamrishwa, kwa maana alikuwa anataka kuifunga siku hiyo. Anasema swamahu, basi akaifunga siku hiyo. Wa amara an-nasa bisiyamihi, na akamrisha watu kufanya nini, kufunga kwake. Wa akada al-amra bisiyamihi, na akatia mkazo mtume alayhi salatu wassalam kufanya nini, kufungwa kwake siku hiyo. Wa hatha an-nasa alayhi hatta kanu, na walikuwa watu na mtume sallallahu aliwahimiza watu mpaka watu walikuwa yusawwimunahu atfalahum, walikuwa wakiwafungisha wale watoto wao katika kuifunga siku hiyo, kwa ule umuhimu wake na namna ambavyo ilivyokuwa siku ya Ashura ilikuwa kwamba imetiliwa umuhimu mkubwa sana katika jambo la kufunga. Alhalatu thalitha, hali ya ngapi? Hali ya tatu, annahu lamma furida siyamu shahr Ramadhan, zama ilipofaradhishwa kufungwa mwezi wa Ramadhan, funga Ramadhani, taraka an-nabiy, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha amra ashabihi bisiyami yawm Ashura, aliacha jambo la kuamrisha masahaba zake kuhusiana na kufunga siku ya Ashura, lima rawahu Muslim,
kwa yale ambayo alosimulia al-Imam Muslim fi sahihihi, katika sahihi yake, anna nabiyya, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam qala, amesema inna ashura, hakika siku ya Ashura, yaumun min ayyamillah, hakika siku ya Ashura ni siku miongoni mwa masiku ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faman shaa samahu, yule ambaye atakayetaka atafunga, wa man shaa tarakahu, na yule ambaye atakayekuwa ametaka ataacha. Fi riwayati li Muslimi, na katika riwaya ya Muslim aidan vile vile, faman ahabba minkum an yasumahu falyasumhu, yule ambaye atakayependa miongoni mwenu kuifunga hiyo siku basi naifunge. Wa man kariha falyad'ahu, na atakayechukia basi na aache. Alhalatu rabia, hali ya ngapi? Hali ya 4. Anna nabiyya, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam azama fi akhir umrihi, aliazimia katika mwisho wa umri wake alayhi salatu wassalam, ala alla yasumahu munfaridan, kwamba mtume kutokuifunga peke yake hiyo siku ya 10, bal yadhummu ilayhi yawm at-tasi, bali aunganishe katika hiyo siku ya 10 na ile siku ya 9, mukhalafatan li ahli alkitab, wa kwenda kinyume na watu waliopewa kitabu, fi siyamihi, katika kule kufunga kwake. Lima rawahu Ibn Abbas, wa yale ambayo alosimulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, kwamba yeye mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, anasema lima rawahu Ibn Abbas, kwa yale ambayo alosimulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, kwamba Ibn Abbas ndio alisema, hina sama Rasulullah, wakati alipofunga mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Ashura, alipofunga siku ya Ashura, wa amara bisiyami, na akamrisha kufungwa kwake. Qalu, masahaba wakasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, innahu yawmun, hiyo ni siku, tuadhimuhu alyahudu wan nasara, mayahudi na nasara wanafanya nini? Wanaitukuza siku hiyo, yaum Ashura, wanaitukuza. Faqala Rasulullah, mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akasema, idha kana al-aamul muqbil insha Allah sumna tasi'a, ikiwa katika mwaka utakaofuata insha Allah sisi tutafunga siku ya 9, kwa sababu mtume ameamrishwa ende kinyume na mayahudi na nasara. Leo sisi ndio tunaiga ile menendo yao mayahudi na wanasara, lakini hasa Uislamu umeamrisha watu wende kinyume na mayahudi na nasara. Khalifu al-yahuda wan nasara, nendeni kinyume na mayahudi na wanasara. Qala, anasema Abdullah ibn Abbas, falam ya'ti al-aam al-muqbil, kwa hiyo haukuja ule mwaka ambao mtume alisema utakaofuata, hata tuwafia Rasulullah, mpaka mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam alifishwa. Maana yake kufika isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alifishwa, kwa maana aliondoka duniani katika mwaka ule, akawa ni mwenye kuondoka duniani, lakini tayari kauli yake imekusha kutangulia. Tumefahamu, na kauli ya mtume na kitendo cha mtume itakapokuwa kwamba kuna tofautiana, kuna ikhtilafu, basi kinachotangulizwa ni kauli ya mtume kuliko kitendo cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayari mtume amekusha kusema kwamba ikibakia mimi mpaka mwaka utakaokuja basi nitaanza kufunga 9. Kwa hiyo kauli yake inakuwa ina nguvu zaidi mtume alayhi salatu wasalam kuliko nini? Kuliko kitendo cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni masala ambayo ya kiusuli zaidi, lakini kwamba mfahamu hivyo. Mwisho kabisa, fadhlu siyami Ashura, ubora wa Ashura. Ama fadhlu siyami yaumi Ashura, ama ubora wa kufunga siku ya Ashura, faqad dalla alayhi hadithu, kwa hakika imejulisha juu yake hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, alladhi rawahu Abu Qatada, ambaye amesimulia Abu Qatada radhiyallahu anhu, waqala fihi, na akasema ndani yake, suila Rasulullah, aliulizwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, an sawmi yaumi Ashura, usiana na kufunga siku ya Ashura. Faqala, akasema, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu, mimi naidhania siku hiyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ni yenye kufuta madhambi ya mwaka mzima kabla ya kuingia siku hiyo. Maana yake
ikiwa kwamba wewe umeingia katika siku hiyo na ukaifunga siku hiyo, basi madhambi ambayo yalikuwa yamepita kabla unakuwa ya mwaka mzima ni yenye kufutwa. Na wanasema ahlul ilm, je, madhambi hayo ni katika yale akbarul kabair au ni katika madhambi ambayo yalikuwa madogo? Wanasema kwamba ni katika yale madhambi ambayo yalikuwa madogo. Madhambi makubwa yanafutwa kwa istighfar, ambayo mtu atakayokuwa amekaa akamuomba Allah msamaha akajuta katika yale madhambi ambayo alikuwa ameyafanya. Kwa hiyo hii ni siku ambayo ilikuwa ni kubwa, na bado kuna maelezo mengi ambayo wanachuoni wameeleza kuhusiana na Yaumu Ashura. Tuelewe kwamba ni siku ambayo ina fadhila kubwa sana na ipo mbele yetu siku hiyo. Kesho tukiamka biidhnillah, tunazungumza Kiswahili kesho, lakini Kiislamu tayari ishaingia kwamba leo ni siku ya Jumatano tayari, kwa sababu siku inabadilika, jua likisha kuzama. Jumatano kushaingia, ambayo itakuwa ni mwezi ngapi kesho? Mwezi 9. Itakuwa mwezi 9 au tarehe 9 ya Kiislamu, ambapo kwamba inaanzwa kufunga hiyo siku ya Ashura, na siku itakayofuata itakuwa ni mwezi 10. Kwa hiyo Ashura itakuwa ni siku ya Alhamis. Ima utafunga 9 na 10 au utakuja kufunga siku 10 peke yake. Yani ningezungumza siku ya 10 peke yake, maana ningezungumza siku 10, yani mtu atafahamu siku 10 kuanzia mwanzo mpaka 10, lakini kwamba ni siku ya 10 ambayo mtu atafanya nini, ataifunga siku hiyo, na ina fadhila kubwa sana. Mwingine anaweza kuuliza swali, sasa mimi ni talibul ilmi na hudhuria katika majalisul ilmi, itakuwaje na kufunga? Ndio hasa unatakikana kwamba wewe talibul ilmi ufunge, kwa sababu unailea nafsi yako katika jambo ambalo la kuvumilia, la kustahimili, na kulea nafsi yako katika jambo la kukaa ile nafsi kuwa na spiritual power, nguvu ya kiroho, kuweza kuendea mambo ambayo yalikuwa ya khairati. Sasa ukifunga manake ndio itakupa nguvu ya kuendea mambo ya khairati. Sasa tunabakia mpaka saa 2, saa ngapi? Itakuwaje? Chukua kiftari chako mwenyewe. Sio, umefahamu? Chukua kiftari chako, kwa sababu wewe upo katika jihad. Chukua kiftari chako, kiftari hichi kitanisaidia. Sasa kama wenzangu hawajachukua iftari, amechukua iftari, sijui itakuwaje, lakini kwamba chukua kiftari chako. Tende yako robo na maziwa ya shilingi 1000 ishatosha. Ukirudi nyumbani utakwenda kula. Muda wa kuftari ni mchache kabisa. Unaftari akisha baadaye na hiyo ni hali ambayo itakujenga kielimu zaidi, itakuweka katika hali ya imara. Lakini kheri kama hizi usio kwamba ni mwenye kupitwa nazo, au kwamba ukawa huonekani darasani kwa sababu eti umefunga. Pia manake ni udhaifu ambao ulikuwa ni mkubwa. Ukisoma sira za as-salafu salih, walikuwa katika misimu kama hii ya kheri hawapiti, lakini vile vile katika majalis wa ilmu wanakuwa ni wenye kuzijaza katika sehemu hizo. Kwa hiyo swali hili wala si swali ambalo la kuuliza talibul ilm, labda wewe mtu wa bid'a ndio anaweza kuuliza hivyo, lakini mtu ambaye amekulia katika misingi ya sunna na yupo katika njia ya elimu ambayo katika misingi yake ilikuwa sahihi, si jambo la kuuliza, ni yeye kujipangia utaratibu. Kwa hiyo siku inaanza kesho, tarehe 9 ya Muharram, ni siku ambayo kesho Jumatano na Alhamisi yake, na ipo kauli, lakini kauli ambayo ilikuwa dhaifu kwamba mtu anaweza kufunga 10 na 11. Kauli ambayo ilikuwa dhaifu, haina dalili ambazo zilikuwa za sawa, bali ni siku ya 9 na siku ya 10. Lakini vile vile ukitoka siku hizo katika masiku meupe ni masiku muhimu sana kufunga, na tumesema kwamba funga iliyokuwa bora baada ya mwezi wa Ramadhani ni shahrullahi al-Muharram. Kwa hiyo masiku meupe vile vile mwezi 13, 14, 15 ni katika masiku ambayo wewe asiwe ni yenye kukupita. Tufikieni hapo, tutakuja kuendelea katika darasa itakayokuja biidhnillah tabaraka taala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe kuwafanyia kazi haya ambayo tulikuwa tumeyazungumza, na tujue kwamba sisi tupo katika miezi mitukufu, na tunamalizia huu mwezi mtukufu. Kimaliza hapo hatutakutana na mwezi mtukufu isipokuwa mpaka mwezi wa Rajab. Kwa hiyo unakuwa ni msimu wa kheri huo. Kwa hiyo ikiwa ni msimu wa kheri, basi mtu apanie kila unapokuwa unayoyoma kumalizika, basi naye apanie kuziendea kheri, na kheri zimeelezwa katika Uislamu. Kwa hiyo tujitahidini katika hilo, katika kuendea mambo ya khairati, innahu waliyun dhalika walqadiru alayhi. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wallahu a'lam.